Mkutano wetu unasema no reform no election. Sema kata Mkutano wetu unasema mkutano wetu. Yes. No reform no election. Wanasema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli kwa sababu ni kweli unaashiria uasi kwa sababu tutazuia uchaguzi. Tutaenda kukinukisha kweli kweli. Mheshimiwa Hakimu, kwa nini niliona matamshi haya yana jinai? Niliona matamshi haya yana jinai kwa sababu kazi ya jeshi la polisi ni kulinda usalama na kuweka ulinzi kwenye vituo vya kupigia kura. Jeshi la polisi halihusiki kwenye kubeba, kukusanya wala kufanya shughuli zozote kwenye karatasi ya kura. Kwa hiyo sasa kama ulibaini hivyo, kwa hiyo unaiambia nini mahakama? Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa kuwa mimi naelewa majukumu ya jeshi la polisi kwenye usimamizi wa kura, niliona taarifa hii ni ya uongo. Kwa hiyo kama ni uongo ikichapishwa inafanyaje? Mheshimiwa Hakimu, niliona mbali kwamba kwa kuwa uongo ukienea utaleta taharuki kwa jamii na ni uchochezi dhidi ya jeshi la polisi na raia. Mheshimiwa Hakimu, kwenye masuala ya majaji kwamba majaji ni watu wa CCM na kwa kuwa ni watu wa rais na wameteuliwa na CCM. Ni watu samani Mheshimiwa. Kwa kuwa alisema majaji ni watu wa rais na kama ni watu wa rais ni ma CCM. Mheshimiwa, kwa taaluma yangu nilikuwa naona kwa uelewa wangu nafahamu majaji hawaruhusiwi kuwa mwanachama wa chama chochote cha siasa. Jambo la pili Mheshimiwa, kwenye uteuzi wa wagombea kwenye uchaguzi. Twende hapo, umesema majaji hawaruhusiwi kuwa wafuasi au wanachama wa chama chochote. Chama cha nini? Chama cha siasa. Chama cha siasa. Na hapo unasema, kwa hiyo uligundua nini sasa? Niligundua matamshi haya kwamba ni ya uongo. Kama ni uongo yatazua taharuki kwa jamii. Yatafanyaje? Yataleta taharuki kwa jamii. Mheshimiwa Hakimu, kwenye swala la
maelekezo ya rais kuondoa wagombea wa upinzani. Kwa ufahamu wangu, niliona taarifa hii ni ya uongo, kwa kuwa wenye mamlaka ya kuteua wagombea kwenye nafasi zao walizochaguliwa ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hivyo sasa ukagundua nini kama unajua wenye kazi hiyo ni Tume ya Taifa ya Uchaguzi? Kwa hiyo baada ya kusikiliza matamshi yale, niliona ni matamshi ya uongo yenye nia ya kuleta taharuki katika jamii. Mheshimiwa Hakimu, kwenye maneno mengine ya tutazuia uchaguzi, tutaleta uasi, baada ya kuyasikiliza niliona taarifa ile kwamba inaleta machafuko katika jamii, kwani upo utaratibu mzuri ulioundwa na tume na kikatiba. Katiba ya nini? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ajili ya kupata wagombea wa nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi. Na unasema kuhusu hayo matamshi kuzuia uchaguzi, uliona hayo matamshi ya kwamba tutazuia uchaguzi, unasema uliona nini? Niliona kwamba matamshi haya yataleta vurugu na amani ya nchi, kwani upo utaratibu mzuri wa kupata wagombea wa kupata viongozi. Sasa shahidi, unasema uliona picha mjongeo hiyo yenye matamshi yao. Hebu iambie mahakama hayo maudhui au hayo matamshi yalikuwa yanasema, kwa mujibu wa hiyo picha mjongeo unayosema, yalikuwa yanatamkwa na nani? Matokeo hayo, matamshi hayo yalikuwa yanatamkwa na ndugu Tundu Antipas Lissu. Hebu iambie pia mahakama, unamtaja huyo mtu Tundu Antipas Lissu, iambie mahakama kuhusu ufahamu wako kwa huyu mtu, yani kama unamfahamu. Mheshimiwa Hakimu, Tundu Antipas Lissu ni public figure, ni